Kutoka mijini. Baada ya kupokea laana ya Mungu, Kaini alihama kutoka kwa watu wa nyumbani mwa baba yake. Mara ya kwanza alikuwa amechagua kazi ya mkulima wa ardhi, na sasa akajenga mji, akauita jina la mwanaye mkubwa. Mwanzo 4 aya ya 17. Alikuwa ametoka mbele ya uso wa Bwana, akatupilia mbali ahadi ya Edeni itakayorejeshwa upya. Akaenda kutafuta mali milki yake mwenyewe na kujitafutia raha katika dunia iliyo chini ya laana ya dhambi. Hivyo anasimama kama muasisi wa kundi la watu wanaomwabudu Mungu wa dunia hii. Kwa muda kidogo vizazi vya Nuhu waliendelea kukaa miongoni mwa milima ambako safina ilitua. Kwa kadri idadi yao ilipozidi kuongezeka, mara kwa haraka uasi uliwaongoza katika kutofautiana mawazo. Wale waliotamani kusahau muumba wao na kutupilia mbali sheria ya Mungu inachokataza, walijisikia kukerwa daima kutokana na mafundisho na kielelezo cha maisha ya washirika wao wamchao Mungu, na baada ya muda waliamua kutoka kwa waabudu Mungu. Kulingana na uamuzi wao, walisafiri kwenda nchi tambarare ya Shinari kwenye kingo za mto Frati. Hapa waliamua kujenga mji na ndani yake kujenga mnara mrefu wenye urefu mkubwa mno wa ajabu, kiasi ambapo ungeufanya mji huu kuwa ajabu ya ulimwengu. Mwanzo 11 aya yake ya 2 hadi 4. Leo ulimwengu pote, miji inaendelea kuwa mahali penye maovu mengi mabaya. Katika kila pande kunaonekana na kusikika sauti za uovu. Kila mahali kuna vishawishi vya kutimiza tamaa za mwili na ufujaji wa mali. Tokeni katika miji haraka sana iwezekanavyo na nunueni kipande kidogo cha ardhi ambako mnaweza kuwa na bustani, ambapo watoto wenu wanaweza kutazama maua yakikua na kujifunza kutokana na maua hayo masomo ya wepesi na usafi. Hebu wote ambao wanafahamu maana ya mambo hayo wasome sura ya 11 ya kitabu cha Ufunuo. Soma kila mstari na upate kujua mambo ambayo bado hayana budi kutokea katika miji. Soma pia matukio yanayolengwa katika sura ya 14 ya kitabu hicho. Akina baba na akina mama wamilikio kipande cha ardhi na makao ya usalama ni wafalme na marikia. Kama watu wa Mungu washikao amri, lazima tuihame miji. Kama alivyofanya Henoko, lazima tuifanyie kazi miji, lakini sio kuishi ndani yake. Ninawasihi watu wetu kutafuta kwanza mafanikio ya kiroho na kulifanya hili kuwa kazi yao ya maisha. Kristo yuko mlangoni. Hii ndiyo sababu kwa nini ninasema kwa watu wetu, msichukuliwe kuwa na hasara wakati mtolewapo wito wa kuihama miji na kwenda mpaka vijijini. Hapa pana baraka nyingi na kubwa zinazowasubiri wale watakaotaka kuzipokea. Kwa kutazama mandhari ya vitu vya asili, kazi ya muumbaji, na kujifunza kazi ya mikono ya Mungu, pasipo kujua mtabadilishwa mfanane na sura yake. Hakuna familia moja katika familia 100 ambao wataongezeka na kuimarika kimwili, kiakili au kiroho kwa kuishi katika miji. Imani, tumaini, upendo, furaha vyaweza kupatikana vizuri zaidi mno katika mahali patulivu, mbali na mji, palipo na mashamba na vilima na miti. Waondoeni watoto wenu wawe mbali na midundo na makelele yenye mishindo ya magari ya mitaani na timu za watu. Watakapotoka mijini, akili zao zitakuwa zenye afya zaidi na itakuwa rahisi zaidi kufikisha kweli ya neno la Mungu kwao na kuipokea. Mazingira ya miji mara nyingi ni hatari kwa afya. Uwezekano upo siku zote wa kuambukizwa magonjwa, kuwepo kwa hewa iliyojawa uchafu, maji yasiyo safi, chakula nacho si safi.
makazi yanayosongamana, yenye giza, machafu yasiyofaa kiafya. Haya ni baadhi ya maovu mengi ambayo hauna budi kukutana nayo. Haukuwa mpango wa Mungu kuwa watu wasongamane katika miji wakiwa wamebabana pamoja katika nyumba zilizopangwa safu baada ya safu, na nyumba kubwa zenye vyumba vingi vya kupangisha ambamo ndani yake hukaa familia nyingi. Wakati ule mkono wa Mungu uzuiao utakapoondolewa, mharibifu huanza kazi yake. Ndipo katika miji yetu majanga ya maafa makubwa kabisa yatatokea. Laiti kama watu wa Mungu wangekuwa na ufahamu wa uharibifu unaokaribia sana kwa maelfu ya miji ambayo sasa karibu imejiingiza katika ibada ya sanamu. Wakati huu karibu ambapo miji mikubwa itafutiliwa mbali, na watu wote wanapaswa kuonywa kuhusu hukumu hizi zinazokuja. Shetani anashughulika kwa bidii sana katika miji yetu yenye misongamano mikubwa ya watu. Kazi yake inaonekana wazi katika machafuko, mashindano na ugomvi, na kutoelewana baina ya wafanyikazi na waajiri wao, na unafiki ambao umeingia ndani ya makanisa. Tamaa ya mwili, kiburi cha macho, ubinafsi unajionyesha wazi. Utumiaji mbaya wa madaraka, ukatili na shinikizo vitumiwavyo kufanya watu waungane na vyama vya siri vya fitina na upinzani na ushirika, wanajifunga wao wenyewe matita kwa ajili ya uchomwaji wa moto mkubwa siku ya mwisho. Yote haya ni utendaji wa nguvu za Shetani. Vyama vya wafanyikazi vitakuwa moja ya mawakala ambao watasababisha juu ya dunia wakati wa dhiki kubwa ambao haijatokea namna yake tangu ulipoanza kuwapo ulimwengu. Wakati unakuja haraka ambao mamlaka ziongozao vyama vya wafanyikazi zitatawaliwa na roho ya ugandamizaji. Katika maandalizi kwa ajili ya marejeo ya Bwana wetu, tunahitajika kufanya kazi kubwa katika miji mikubwa. Tuna ushuhuda mtukufu tupaswa kuutoa katika vituo hivi vikubwa. Wakati hauko mbali ambako sisi kama wale wanafunzi wa kwanza wa Yesu tutalazimika kutafuta kimbilio letu katika mahali pa ukiwa na upeke pasipokuwa na watu. Kama kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Kirumi ilivyokuwa dalili ya kuashiria watoke mjini Yerusalemu kukimbilia kwa haraka kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kule kujitwalia mamlaka kwa taifa la Marekani kwa njia ya kutunga amri ilazimishayo sheria ya Jumapili, ndivyo kutakavyokuwa onyo kwetu. Hiyo ndiyo itakuwa ishara na wakati kwetu kuihama miji mikubwa, tukijiandaa kuihama miji midogo pia, ili kwenda mafichoni kwenye makazi ya upeke, mahali pasipokuwa na watu katika milima. Katika wakati wa taabu wote tulikimbia kutoka mijini na vijijini, lakini tulikuwa tukifuatiliwa na waovu ambao waliingia katika nyumba za watakatifu wakiwa na silaha za maangamizi makubwa. Lakini mapanga yale yaliyokuwa yameinuliwa kuwaua watu wa Mungu yalivunjika na kudondoka chini, yakawa hayana uwezo wa kukata kama vile manyasi yasiyoweza kukata. Malaika wa Mungu waliwalinda na kuwakinga watakatifu. Wengine wanalindwa na malaika katika umbo wa askari wa vita.